Mama mwenye watoto wa pekee alikuwa hospitalini pamoja na mtoto wake kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Alipokuwa anasubiri zamu yake, Bakas alihisi maumivu makali tumboni na kupiga mayowe na kusababisha kila mtu amtazame kwa mshangao. Alijua kwamba hii ilikuwa dalili ya tumbo kuumwa, lakini alilazimika kuvumilia kwa sababu ya mtoto aliyekuwa amembeba mgongoni. Hata hivyo, haikuwa jambo ambalo angeweza kupuuza tu. Alipotazama huku na kule, akamwona kijana mmoja amekaa kwenye kona. Alimuona kama mkombozi wake. Akamuuliza kama angeweza kumwangalia mtoto wake kwa muda mfupi, na bila kusubiri jibu lake, akamfungulia mtoto na kumweka mikononi mwake kisha akakimbia kwenda msala. Kijana huyo alikuwa mrithi wa familia tajiri, kwa hivyo hakujua jinsi ya kumshika mtoto. Aliuliza mwanamke aliyekuwa karibu naye jinsi ya kumshika vizuri, lakini badala yake akamkemea. Wakati huo huo, muuguzi alidhani kuwa yeye ndiye baba wa mtoto na akamwambia aingize mtoto ndani. Bila ya chaguo lingine, alibeba mtoto kwa shida hadi kwa daktari. Lakini alipoona sindano mkali mkononi mwa daktari, alipatwa na hofu. Aliomba kwa daktari afanye kwa upole na asimuumize mtoto. Daktari alipokaribia, aliogopa kwamba dawa haikuwa salama. Daktari alimwelezea kwa uvumilivu kwamba dawa ilikuwa salama kabisa na kwamba anapaswa kujirahisisha. Hata hivyo, alikuwa bado na wasiwasi na akauliza daktari kama kulikuwa na madhara yoyote. Maswali yake ya kuendelea yalimfanya daktari na muuguzi wasijue la kusema. Wakati huo, Baka alirudi kutoka msala akiwa amepoa. Muuguzi alimtambua na kumsifu, akimwambia jinsi alivyo baba mzuri. Lakini hilo lilimfanya Baka awe na mshangao zaidi, na akauliza muuguzi anamzungumzia nani. Sasa ilikuwa zamu ya daktari na muuguzi kushangaa. Kwa kweli, yeye hakuwa baba wa mtoto. Baada ya mazungumzo mengi ya kutoelewana, Baka alimchukua mtoto na kumshukuru kijana huyo. Wakati huo mfupi wa kukutana, alipendezwa na mtoto, lakini alipokutana na Baka, akarudi kwa hali yake ya kawaida ya kuwa na msimamo mgumu na akaondoka hospitalini. Hata hivyo, alipokuwa akirudi nyumbani kwa gari, alimuona Baka peke yake akimbeba mtoto. Aliogopa kwamba mtoto anaweza kupatwa na baridi, kwa hivyo alisimamisha gari lake. Alimsihi aingie ndani ili awapeleke nyumbani, lakini alijuta hivi karibuni. Ghafla alinusa harufu ya kushangaza na akauliza ni nini hiyo. Baka alieleza kwa kusita kwamba mtoto alikuwa amekujiza. Harufu ilikuwa inaongezeka na alikuwa karibu kuzimia, lakini aliogopa kwamba mtoto anaweza kupatwa na baridi, kwa hivyo alilazimika kufunga madirisha. Mwishowe alifanikiwa kuwasafirisha nyumbani. Aliomba kwa Mungu kamwe asimuone Baka tena. Lakini bahati ilikuwa na mipango mingine. Njia zao zilikuwa zimepangwa kukutana tena. Hae-jun, mrithi wa kampuni ya dola bilioni, alirudi Korea, akiwa na azimu ya kujenga utawala wa hoteli ya babu yake kuwa mkubwa zaidi. Ratiba yake ya busi ilimfanya asiwe na muda wa kufanya mazoezi. Kusimamisha hata mizani ya kilo chache ilionekana kama kazi ngumu sana. Baka, ambaye alikuwa akifanya kazi ya muda kujikimu, alimuona Hae-jun akijaribu kubeba mizani hiyo na karibu kuzimia. Bila kufikiria, Baka alimwendea na kuweka mizani hiyo kwenye sehemu yake. Akampa mwongozo wa jinsi ya kutumia nguvu zake vizuri. Alimweleza kwamba anahitaji kutumia nguvu kutoka tumboni na kumwonyesha hatua kwa hatua. Hae-jun alishangaa kabisa. Baka alikuwa akimsaidia tu, lakini yeye alihisi kwamba alikuwa anamdhihaki. Meneja alipoona mazungumzo hayo, akamfukuza Baka kazini. Lakini Baka alipata kazi nyingine kwenye uwanja wa gofu. Kwa bahati mbaya, alipokuwa akifanya kazi, akapiga mpira wa gofu na kumgonga Hae-jun mguuni. Alipomuona, Baka alijaribu kutoroka, lakini Hae-jun alimshika na kumuuliza kwa nini kila wakati anamkuta. Baka akajibu kwa hasira kwamba alikuwa akifanya kazi tu kwa ajili ya kununua maziwa kwa mtoto wake na kwamba hilo halikuwa na maana yoyote kwake. Je, yeye ndiye mmiliki wa hoteli? Hae-jun akasema kwamba ndiyo, yeye ndiye mkuu wa hoteli hiyo. Baka awali hakumwamini, lakini aliposikia kwamba yeye ndiye mjukuu wa mwenye hoteli, akahisi hofu. Hae-jun alidhani kwamba amemwacha Baka nyuma. Lakini asubuhi iliyofuata, aligundua kwamba sasa Baka alikuwa msaidizi wa dada yake mkwe. Akahisi hisia ya kutikisika, wakati Baka akamsalimia kwa furaha. Hae-jun akata tamaa, akifikiria kwamba ameishia kabisa. Baadaye, Baka alipatwa na mabishano makali na binti wa mkuu wa kampuni, na Hae-jun alipita wakati huo huo na kushuhudia vita hivyo. Awali alikataa kuingilia kati, lakini kwa kujua hasira ya dada yake, aliogopa kwamba Baka angeweza kushindwa. Baadaye, alimchukua Baka kando na kumkaripia. Una uhuru gani wa kumvuta nywele bosi yako? Kama utapigana, angalau ushinde. Kwa nini umekuwa unanyesha damu kama hivi? Alipozungumza, aligundua kwamba pua ya Baka ilikuwa inatoka damu. Baka akafuta kwa mkono wake kwa urahisi. Hae-jun akashangaa, akatoa handkerchief yake na kumsafishia kwa uangalifu. Ghafla, kulikuwa na mvutano kati yao. Hae-jun akaondoka haraka. Dada yake Hae-jun alitumia madaraka yake vibaya na kumfanya Baka afanye kazi nyingi sana. Baada ya siku ndefu, miguu ya Baka ilikuwa imevunjika na kutoka damu. Alilazimika kutembea nyumbani bila viatu.
Haijun alipomwona, alijifanya kuwa hamjali, lakini hakuweza kujizuia kusimamisha gari lake. Alidhani kwamba alikuwa amekunywa, lakini alipoona miguu yake mikononi, akashtuka. Aliogopa kwamba angeweza kupata maambukizo kwa kutembea bila viatu. Akamtoa viatu vyake vya sneakers na kumpa. Baada ya kukataa kwa muda, Baka alikubali. Lakini alipojaribu kumfunga kamba za viatu, Baka akajiondoa. Haijun akajisikia aibu. Unanifanyia mzaha. Baka akasema kwamba hakuwa na maana hiyo. Haijun akaendelea kumfunga viatu vyake kwa uangalifu, vilikuwa vikubwa kidogo, lakini baada ya kurekebisha, vilimfaa vizuri. Akamcheka, harufu ya miguu yako ilinifanya karibu kuzimia. Baka akashtuka, akainua mguu wake na kunusa, akiwa na sura ya kuvutia. Haijun akahisi moyo wake kupiga kwa kasi. Mjinga kweli, alifikiria. Kwa wasiwasi, alimsindikiza Baka nyumbani kwa gari. Wakati Baka alipokuwa amelala, Haijun akamfungulia seatbelt, na kwa bahati mbaya, midomo yake iligusa yake kwa mara ya kwanza. Macho ya Baka yalifunguka ghafla. Haijun alipatwa na hofu, akaruka nyuma. Ni ajali tu. Nilikuwa nikikusaidia. Lakini Baka alionekana kuwa mwenye utulivu wa kushangaza. Hakujali kabisa, akamshukuru kwa kumpeleka nyumbani. Haijun, kwa upande wake, alibaki na mawazo juu ya busu hilo, lakini Baka hakuwa na wasiwasi wowote. Aliporudi nyumbani kwake, Haijun alibaki akifikiria juu ya yaliyotokea. Nimefurahi, nitaisha. Wakati huo huo, Baka alikuwa nyumbani akicheza na mtoto wake, bila shida yoyote. Asubuhi iliyofuata, Haijun alipomwona Baka akiosha gari lake, alijisikia aibu na kukimbia. Alipofika ofisini, alijaribu kumepuka tena kwenye lifti, lakini Baka alimshika. Usiwe na wasiwasi, nimesahau yote. Baka alimtuliza. Haijun akasema, mimi sikufikiria hivyo, na sikufanya kosa lolote. Baka akamwambia, wewe sio aina yangu ya mtu, hivyo usijali. Maneno hayo yalimchoma Haijun, yakimuumiza. Bahati nzuri, watu wengine waliingia kwenye lifti na kuvunja mvutano wao. Ofisini kwake, Haijun hakuweza kuacha kufikiria. Alimaanisha nini aliposema kuwa mimi si aina yake? Alisema makusudi ili kunikasirisha, aliwaza kwa mshangao. Siku iliyofuata, mrithi wa familia aliona wafanyakazi wakihangaika kuandaa mialiko ya hafla. Aliita haraka Baka, ambaye alikuwa ametoka kazini tu, na kumlazimisha afanye kazi ya ziada. Ili kuokoa kazi yake, Baka alibeba mtoto wake hadi kazini. Haijun alikuwa karibu kuondoka kazini alipomsikia mtoto akilia. Alipomwona, alirudi bila kujua katika hali yake ya kuwa baba. Alisema mtoto alikuwa pale kucheza na kuwa amenenepa sana. Lakini akagundua kuwa ilikuwa hali isiyo ya kawaida, hivyo akarudi katika msimamo wake wa kawaida wa ukimya. Hata hivyo, mtoto alisaidia kuvunja ukuta kati yao. Kwa kuwa yeye ni mkurugenzi mtendaji, Haijun alisaidia Baka kumaliza kazi hiyo ili arudi nyumbani mapema. Mama yake Haijun, alipogundua ukaribu kati yao, aliamua kumfundisha Baka adabu. Alimtuma alete mchoro wa thamani kutoka jumba la makumbusho. Kabla ya kuondoka, Baka aliamua kuwasha mfumo wa usalama kwa siri. Bila kujua, Baka alivuruga mfumo huo wakati akijaribu kutoka. Mtoto akashtuka na kuanza kulia kwa sauti. Mwanamke mchoyo alituhumu kuwa Baka ni mwizi. Walinzi walifika haraka, wakamuuliza Baka kwa nini alikuwa pale usiku na kwa nini alikuwa amebeba mchoro. Walimwonya asiendelee kusogea ama atapigwa risasi. Alijaribu kueleza kuwa alikuwa amembeba mtoto wake mgongoni. Walimwamuru aweke mchoro chini na ainue mikono haraka. Wakati huo, Haijun alipogundua pochi na simu ya Baka ofisini, aliamua kumpelekea nyumbani. Njiani, aliona magari ya polisi yakienda kwenye jumba la makumbusho la familia yake. Alipofika, polisi walikuwa karibu kumkamata Baka kwa wizi. Haijun alimkinga mara moja bila hata kumuuliza. Baada ya kuthibitisha utambulisho wake, aliachiliwa. Hakuna aliyemwamini, lakini alijaribu kueleza kuwa mwenyekiti ndiye aliyemtuma, lakini alikuwa amepoteza karatasi yenye anwani. Haijun alimwambia kuwa anamwamini, hakuna mama anayeweza kwenda kuiba na mtoto wake mgongoni. Imani hiyo ilingusa sana Baka. Alijitahidi kujizuia kulia, lakini machozi yakamtoka. Haijun naye alihisi uchungu. Ili kumpa nafasi ya kutoa hisia, alijitolea kumbeba mtoto ili Baka apate muda wa kulia. Ili kumfariji, alimwambia kuwa gari ni la kisasa na halisikiki sauti kutoka ndani, hivyo anaweza kulia kwa amani. Wakati huo, Baka alilia kwa uchungu, akieleza mateso ya kuwa mama mmoja anayelea mtoto pekee. Baada ya muda, Baka alitulizana. Haijun alimchokoza kwa kusema alilia hadi kamasi zikamtoka. Alijibu kuwa alikuwa amejiwasha kwa makini. Haijun alicheka. Usiku huo wa kawaida uliwaweka karibu zaidi. Walipokuwa wakiondoka, Haijun alihisi harufu ya kitu alichokifahamu. Baka alionea aibu, mtoto alikuwa hajaandaliwa. Alitaka kutoka nje kubadilisha nepi, lakini Haijun alimwambia abaki ndani ya gari ili mtoto asipate baridi. Kesho yake kazini, Baka alijisikia na shukrani. Alimwambia Haijun kuwa atalipa fadhila zake. Lakini Haijun, ambaye alikuwa na kila kitu, alimwambia asijali. Hakujua kuwa maneno hayo yangemrudia haraka.
Siku hiyo, alikutana na mpenzi wake wa zamani na mchumba wake katika ukumbi wa hoteli. Walikuwa wanapanga harusi katika hoteli yake. Mpenzi wake wa zamani alianza kumtusi, akisema kuwa hakuwahi kusahau mapenzi yao. Wakati huo, Baka alitokea, kama mkombozi. Hae John akapata wazo, alimwomba Baka ajifanye kuwa mchumba wake kwa siku moja tu ili amuonyeshe mpenzi wake wa zamani. Baada ya mabadiliko kidogo, Baka aligeuka kuwa mrembo wa ajabu. Hae John alishangaa, je, huyu ndiye Baka yule yule? Walipoonekana pamoja, walionekana kupendeza sana. Mpenzi wake wa zamani alichanganyikiwa. Alipouliza walivyokutana, Baka alimpa nafasi Hae John ajibu. Hae John alisema alipomwona kwa mara ya kwanza alijua ni yeye tu, na alihangaika sana hadi akamshinda. Mpenzi wake wa zamani alisema alikutana na mchumba wake wa sasa siku 10 tu baada ya kumwacha. Siku 10 tu. Kumbe ni vizuri kuwa na mpenzi wa miaka 2. Alijaribu kudhalilisha. Lakini Baka alimchambua, alionyesha pete yake waziwazi, akijaribu kuchukua usukani. Baada ya chakula, mpenzi wake wa zamani alimtusi tena, akisema familia ya Hae John haingekubali msichana asiye na hadhi. Hae John alikasirika. Lakini Baka akafanya kitu kisichotarajiwa. Alijifanya anaumwa tumbo. Lakini mchumba wa mpenzi wa zamani aligundua, sio tumbo, ni mimba. Hae John alikereka na mchezo huo. Baka alisema hiyo ndiyo njia pekee ya kumkomoa ex wake, kumuonyesha kuwa anaweza kuwa baba na bado kuwa na furaha. Baadaye, Baka alianza kulewa na kujiburudisha. Alianza kudharauliwa na wafanyakazi wenzake waliomwambia kuwa elimu haina maana tena bila uhusiano wa kimapenzi kazini. Baka alikasirika lakini alinyamaza. Hae John, akiwa na marafiki, alimwona Baka akiwa amelewa na kudharauliwa. Kabla hajamkinga, Baka aligeuka kuwa shujaa, aliwapiga wanawake waliokuwa wakimkashifu. Hae John alishangaa, alimtazama akipambana na wanawake 5. Baada ya kuwafukuza, Baka alianguka chini. Alimkumbatia Hae John, akimuita mume wake. Alilia, akimwambia, umekuja kuchelewa. Unajua nimekusubiri kwa muda gani? Alijilaza juu yake kama mke wa nyumbani aliyeteswa. Hae John akamjibu kwa upole, samahani nimechelewa. Alimrudisha nyumbani, lakini majirani wakamwona na kuchukua jukumu la kumtunza. Hae John alihisi wivu, kwa nini walikuwa karibu hivyo? Asubuhi iliyofuata, Baka alipoamka na kugundua kuwa ni Hae John aliyemrudisha nyumbani, alikimbia kuosha gari lake kama ishara ya shukrani. Hae John alipomuona, alimwambia asifanye mambo ya hatari tena. Kisha akampa maji ya asali aliyokuwa ameandaa mapema, akijua kuwa tumbo lake lingekuwa na maumivu kutokana na pombe aliyokunywa. Baka alijiuliza kama alikuwa anatumia mbinu ya carrot and stick, kumpa wema na adhabu kwa wakati mmoja. Hae John alimjibu kwamba kama hampendelei, basi asipokee. Ingawa alisema hivyo, Baka alifurahia kujali kwake. Habari za tukio hilo zilimfikia mama yake Hae John, ambaye alitumia nafasi hiyo kumkaripia Baeka. Baeka hakuweza kujitetea, alinyamazia tu. Baadaye, mama yake Hae John alimfuata mwanaye na kulalamika kuhusu tabia ya Baeka, lakini Hae John hakujali. Alisema kuwa ni wenzake kazini waliomuingiza Baeka kwenye matatizo. Aliongeza kuwa alimuona akifagia sehemu ya kuingilia kabla hajafika ofisini, kazi ambayo haifai kwa mfanyakazi wa kampuni. Hae John alikuwa kama ngao ya kumlinda Baeka kila alipohitaji msaada. Alipokuwa akiondoka, Baha alishtuka na kujikuta mikononi mwa Hae John. Mikono yake ilikuwa baridi sana kwa sababu ya msimu wa baridi, hivyo Hae John alimpa glavu zake. Moyo wa Baha ulipata joto kutokana na wema wake kila mara. Usiku huo, Hae John alimuona Baha akihangaika kumbeba mtoto wake mgongoni. Akaamua kumpa zawadi maalum ya Krismasi. Bilionea mmoja mwenye haiba, aliyekuwa hajawa, alikuwa ameangukia kwa mama mmoja asiye na mume. Kwa Krismasi, Hae John alipanga tukio maalum la kampuni. Alitumia mamlaka yake kama mkurugenzi mkuu kuhakikisha Baka anatokea kazini, jambo lililomkera sana. Hakujua kuwa alikuwa anaandaliwa mshangao mdogo. Hae John aliagiza zawadi zote za bahati nasibu zibadilishwe kuwa mikokoteni ya watoto. Baka alipowasili kazini bila hiari, Hae John alimwambia Santa ahakikishe msichana mwenye mtoto ndiye anayeshinda zawadi. Kisha Hae John akaondoka kimya kimya. Santa alipomkaribia Baka, alichukua tiketi na alipoiangalia, alimpongeza kwa kushinda mkokoteni. Baka alifurahi sana kwa sababu ilikuwa ni mkokoteni aliyekuwa akitamani sana kuupata. Wakati huo, Hae John alijifanya kupita tu kwa bahati. Baka alishindwa kujizuia kushiriki furaha yake. Hakuwahi kufikiria kununua mkokoteni kwa sababu ilikuwa ghali sana. Hata alijiuliza kama anaota. Hakujua kuwa yote yalikuwa mpango wa Hae John. Huo ulikuwa mkokoteni wa kwanza wa mtoto wake. Hae John alipendekeza watoke kwenda kuujaribu. Wakatembea nao kwenye bustani. Kisha wakakwenda kwenye mgahawa. Hae John alicheza na mtoto, akionekana kama baba wa kweli. Baka akamwambia atafute mtu wa kuoa kwa sababu atakuwa baba mzuri, lakini maneno haya yalimchoma Hae John. Alisema hilo ni jambo lake binafsi na asingependa Baka alihusishe. Baka alichanganyikiwa. Ghafla, mfanyakazi mmoja aliwakaribia na kuomba kupiga picha ya familia. Baka alikuwa karibu kukataa, lakini Hae John alikubali.
Alimwambia Baka ashirikiane, eti ilikuwa kwa ajili ya kumbukumbu ya mtoto. Kwa siri, Hae-jun alishajiona kama baba wa mtoto. Walipiga picha ya familia. Hae-jun alipomrudisha nyumbani, walikutana na jirani yao. Jirani huyo naye alikuwa amemnunulia mtoto mkokoteni. Ingawa zawadi ya jirani haikuwa na upendo wa kweli kama ya Hae-jun, bado ilimfanya Hae-jun ahisi tishio. Nyumbani, Hae-jun alihangaika kwa wasiwasi kuwa Baka angeuza mkokoteni aliyomnunulia.